vizuri kwenye kamati. Wanasema kwenye sheria kushukiwa na tatizo ama kushtumiwa sio moja kwa moja kwamba umefanya kosa. Unaposhtumiwa kuna kitu umekifanya, maana yake wanaokuita wanataka ukaakti kama akti inavyosema. Yani kama ulizungumza kitu ambacho kinakwenda sambamba na vifungu, wala linaweza likawa sio tatizo. Lakini kwa yeye alivyozungumza, mimi nasema hakuzungumza tu, alikuwa na provoke, alikuwa na foka. Anaweza akasema kwamba yale aliyoyazungumza yapo kwenye kanuni fulani. Yani kwa mujibu ya yale alizungumza, zile kanuni zinazoendesha mashindano hususan ya CRDB. Ama tena yeye sasa sio kwenye CRDB, amezungumzia mpira mzima. Maana yake amezungumza kwa sababu hayo aliyozungumza yako kwenye kanuni, na kama yako kwenye kanuni ama kuna uhuru wa kuzungumza maneno ya namna hiyo kwa mujibu wa kanuni ambazo yeye mara kadhaa mwenyekiti wake, sijajua kwa sababu kanuni hizi huwa zinaundwa na wenye viti wa vilabu na yeye ndio mwenye timu. Sina mashaka kama huwa anakwenda yeye kuzitengeneza kanuni zinazosimamia ligi kuu Tanzania bara. Mara kadhaa huenda huwa anatuma mwakilishi kwa ajili ya kutengeneza principle and regulation kwa kila msimu unapokuwa unakuja. Sasa kwenye hili kuna uwezekano anaweza, ingawa ni ngumu sana kwa sababu maneno ya Jamal Bakhresa yameleta madhara makubwa sana ndani ya shirikisho, hususan kwenye kombe hili, hasa mawili. Mmoja ambayo mpaka wameweza kumuita unajua kuna baadhi ya watu wameweka investment kwenye ligi yetu, hususan ya mashindano. Kuna watu wameweka pesa, na ukitazama walioweka pesa utagundua kwamba benki ya CRDB wameweka pesa kwa ajili ya kuyadhamini mashindano, wameinvest pale. Sasa unaposikia kuna kiongozi mkubwa anaharamika tena kwa kufanya provocation kama hii, means anaharibu mahusiano ya wale walioweka hela pamoja na wanaosimamia ligi. Maana yake nini? CRDB inaweza ikaanza kuona kwamba iliweka hela kwenye mashindano ambayo hayana weledi, kwa sababu mbona timu zinalalamika mashindano hayana weledi, yanachezeshwa kihuni. Kama alikuwa na mpango wa kuongeza labda 5% ya capital, kwamba msimu ujao tunaongeza 5% kwenye mashindano, wanaanza kutetereka kwa sababu inaonekana kwamba hii ligi, haya mashindano ni kama bingwa anapangwa. Kumbe sio hivyo, anavunja mahusiano ambayo yameshawekwa. Maana yake federation kwenye hili hawataki kuliona, ndio maana wamemuita. Lengo la masumuni wakamwambie hayo maneno aliyozungumza kwa mtu anayetaka leo kuweka hela. Anawezaje kuweka hela wakati mtu anatoka anasema wanaosimamia kama wanaendelea kusimamia mpira hawa timu zetu zitakuwa sikui. Lakini effect nyingine ni ya fair play. Unajua mechi nyingi za ligi kuu ama za mashindano yote kokote kule tunajua kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni fair play, kwamba ni mchezo wa ungwana. Ukishamalizika mnasahau kilichotokea ndani ya dakika 90. Kuna mashabiki huku nje, fan base ambayo inaitazama shirikisho, lakini pia wanatazama mechi mbalimbali. Kitendo cha kuona kuna watu wamegomea medali, angalia hayo mashindano yalikuwa yanatazamwa karibu dunia nzima. Yani watu wako South Africa, wako Uganda, wako Mozambiki, wako Egypt, wako Liberia na maeneo mengine barani Afrika. Unaangalia finali ambao kuna timu imegomea kuvaa medali, means wanaondoa fair play ya mpira wa miguu ilivyo. Sasa haya makosa mawili ambayo tayari yameshaenda kwenye jamii, anayetakiwa kuyajibia ni boss wa Azam. Sasa anakwepaje haya? Kama ana kanuni inamlinda sawa, lakini kama hamna kanuni hawezi kukwepa. Bahati mbaya tu ili ashinda hapa au amejiandaa na jibu moja. Ikitokea TFF asipoelewa yuko tayari kuondoa timu yake, atashinda. Bwana, umeshuhudia kilichofanyika kule